Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni H&T Media ambayo nakuletea taarifa hizi za kimichezo ambazo zinaendelea trend na kugonga vichwa vya habari sana huko katika mitandao ya kijamii. Bana, mara baada ya sale ya bila kufungana Young Africans na TRA, kumekwepo kwa taarifa nyingi katika mitandao ya kijamii na mashabiki wengi wa klabu ya Young Africans wameendeleza lawama juu ya Romain Folz, head coach wa klabu ya Young Africans. Hivi karibuni kulikuwa na mchezo wa kirafiki TRA United Tabora United zamani, kwa sasa inaitwa TRA na Young Africans, mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa Gymkhana jijini Dar es Salaam. Mechi ikatamatika kwa suluhu ya bila kufungana. Kwa hiyo hicho kitu kinawafanya tena mashabiki wa klabu ya Young Africans waendelee kutupa lawama kwa uongozi wa klabu hiyo, lakini pia katika technical bench la klabu hiyo Young Africans ambalo linasimamiwa na Romain Folz. Kabla hatujaangazia taarifa hii, ni kukumbusha kitu kimoja. Kama ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa, ni kuambia kwamba umepitwa na taarifa nyingi ambazo tunakuletea. Ili sasa usiendelee kupitwa na taarifa zetu, hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, na utakuwa mwanafamilia wa H&T Media. Utazitazama taarifa zetu ukiwa sehemu yoyote ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Utazitazama video zetu na taarifa zetu pasi na shida wala shaka yoyote kabisa. Mashabiki wa klabu ya Young Africans bado wamerekeza kidole cha kwa nini kwa Romain Folz ambaye ni head coach wa klabu ya Young Africans, wakishinikiza na kuanikiza kwamba kuna mabadiliko makubwa ambayo Young Africans inatakiwa wayafanye kwa sasa kabla mambo hayajawa makubwa zaidi. Na mabadiliko hayo ni kuhakikisha kwamba wanatafuta kocha mwingine ambaye atakuwa na uwezo mkubwa dhidi ya Romain Folz. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Young Africans wanasema kwamba mfumo wake hauendani kabisa na wachezaji wa klabu ya Young Africans. Wachezaji wana viwango vikubwa, lakini mfumo wa Romain Folz unaendeleza kudidimiza viwango vya wachezaji wa Young Africans, na wanaonekana kwamba hawana viwango, lakini ni wachezaji ambao ni X factor, ambao wana viwango vya hali ya juu kabisa, ambao wamesajiliwa katika klabu hiyo ya Young Africans kwa lengo la kuhakikisha kwamba klabu hiyo inafanya vizuri katika ligi ya mabingwa barani Afrika CAF, lakini pia kutetea ubingwa ambao wameupata katika msimu uliotamatika wa 2024-2025 na kuhakikisha kwamba wanaendeleza ubabe wao katika ligi ya Tanzania, lakini pia na kufika mbali katika ligi ya mabingwa barani Afrika CAF. Lakini hicho ambacho kinachoendelea kwa sasa, mashabiki wa klabu ya Young Africans wameona kwamba ni kama hawatofika mbali juu ya performance ya wachezaji wa klabu hiyo ya Young Africans, kutokana na kwamba mechi ya kirafiki na Tabora United zamani, kwa sasa TRA United, imetamatika kwa suluhu ya bila kufungana. Inawafanya bado wawe na maswali ya kujiuliza kwamba je, wakikutana na Silver Sticker United ya Malawi, wakikutana nayo katika ligi ya mabingwa barani Afrika, je, watakuwa na nini cha kufanya? Watafua dafu kama Tabora United, kama TRA United imewashinda na mpaka wamesuluhu? Licha ya kwamba X Factor hawapo katika timu za taifa, lakini unaona kabisa kwamba wachezaji pia ambao walibakia katika kikosi hiko cha Young Africans ambao hawajaitwa ni wachezaji wakubwa ambao wanaweza wakatengeneza kikosi cha wakatengeneza kikosi kikawa kikosi imara na kikosi chenye ushindani. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba mwalimu Romain Folz bado hajawa na uhakika katika klabu hiyo ya Young Africans. Siku za hivi karibuni na wiki zilizopita hizi kumekuwepo kwa wimbi kubwa la kutrendi kwa taarifa ya kwamba Romain Folz hatakuwepo katika klabu hiyo ya Young Africans, na badala yake atafungashiwa virago na kuletwa kocha mwingine ambaye alitajwa kuwa ni kocha wa timu ya taifa ya Madagascar, ndo kocha ambaye anakuja kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans. Lakini kwa taarifa ambazo tunazo na ni za uhakika kabisa, ni kwamba Romain Folz amepewa mechi mbili za klabu bingwa barani Afrika, kwa maana ya mechi ya kwanza ya ugenini na mechi ya pili ya marejeano ya nyumbani. Mechi hiyo kama hatafanya vizuri, unaona kabisa kwamba na
itakuwa ni tiketi yake ya kuondoka katika klabu hiyo ya Young Africans. Na taarifa ambazo tulizo nazo za uhakika kabisa ni kwamba kocha aliyekuwa amependekezwa kwamba atajiunga na klabu ya Young Africans hakuweza kupewa uhakika ama hakuweza kusajiliwa katika klabu hiyo, kwa sababu kipindi hicho tuliona kwamba tuliona rais wa klabu hiyo ya Young Africans Engineer Said alikuwa na mambo mengi, alikuwa na safari nyingi ambazo zilikuwepo hivi karibuni. Kwa hiyo kitu ambacho kikawekwa ni kama kimewekwa pending, kimewekwa kando, lakini mustakabali wa uamuzi huo ni mechi mbili za ligi ya mabingwa barani Afrika CAF ambazo zitachezwa hivi karibuni kwa upande wa klabu ya Young Africans. Endapo kama klabu ya Young Africans itafanya vizuri katika mechi hizo na kuhakikisha kwamba uwezo wa mwalimu na performance ya wachezaji inapanda, ndio kitu pekee ambacho kitamfanya Romain Folz aendelee kubaki katika klabu hiyo ya Young Africans. Lakini kama endapo klabu itafanya vibaya katika michezo hizo miwili, ni dhahiri shahiri kwamba kocha huyo atafungashiwa virago rasmi katika klabu hiyo ya Young Africans na hata kuwepo katika technical bench la klabu hiyo endapo kama performance itakuwa ni ya chini. Mpaka sasa kilichombeba na ambacho kinamfanya kocha huyo aendelee kuwepo katika viunga vya Avic Town na kuwa head coach wa klabu ya Young Africans ni juu ya matokeo mazuri ambayo ameyapata katika mechi za hivi karibuni na mechi zake ambazo amecheza katika klabu ya Young Africans. Lakini kama asingekuwa na matokeo mazuri katika mechi hizo ambazo amecheza katika kikosi cha Young Africans, ni dhahiri shahiri kabisa kwamba angekuwa tayari ameshafungashiwa virago. Lakini licha ya kwamba mfumo na kitu ambacho anakitaka yeye kiwepo hapo katika klabu ya Young Africans bado hakijaonekana. Tunaona kwamba wachezaji kila mechi wanatumia uwezo wao binafsi, lakini mfumo na muunganiko wa wachezaji na ile top performance ambayo mashabiki wengi wa klabu ya Young Africans waliamini kwamba wataiona kwa mwalimu Romain Folz bado haijaonekana na bado sio nzuri kwa upande wa klabu hiyo ya Young Africans. Kwa hiyo kinachoendelea kumfanya wepo katika kikosi cha Young Africans ni matokeo chanya ambayo ameyapata katika mechi zake 5 ambazo amecheza katika kikosi hicho cha Young Africans. Licha ya kuwepo kwa taarifa nyingi za kuwa kwamba Romain Folz atacheza hizo mechi mbili ambazo amepewa za majaribio, lakini ni kwamba kama atafanya vizuri katika mechi hizo basi ataendelea kuwepo, licha ya kwamba klabu ya Young Africans wanaendelea kutafuta kocha ambaye atakuja kuinoa klabu hiyo na kuifikisha katika nchi ya hadi kama jinsi ambavyo wanahitaji wao. Malengo makubwa ya klabu ya Young Africans ni kuhakikisha kwamba wanatua na wanatinga hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika CAF, na kikwazo kikubwa ni Silver Striker ya Malawi ambapo wanakwenda kucheza mechi yao ya mlongo kwanza na mechi ya marejeano itakuwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo mechi ya marejeano itachezwa siku za hivi karibuni. Endapo kalenda ya FIFA itavotamatika, mechi hizo zitachezwa rasmi kabisa. Kwa taarifa zote tutaenda kuzipata hapa H&D Media. Ni kualike tena kwa wakati mwingine. Kama wewe umeshakwisha subscribe, basi ni wakati wako kuhakikisha kwamba una drop comment yako hapo katika comment section, mwanafamilia wa H&D Media ambao umeichagua na umeiamini H&D Media kwa kituo chako bora cha matangazo na habari za kimichezo. Fuatilia katika mitandao yetu ya kijamii hasa Instagram ambapo utatupata kwa jina la HNT_media_tz. Hapo utaweza kupata taarifa zetu, lakini pia katika TikTok utatupata kwa jina la HNT Media TZ. Hapo utaweza pia kupata taarifa zetu tunazokuletea kila siku katika anga hili la michezo. Langu jina naitwa Dio. Tukutane katika updates zijazo. Bye bye.